Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika huu mwaka mpya wa 2026. Leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika huu mwaka wa 2026. Tunaambia Mungu aendelee kutuongoza vile ametuanzishia mwaka mpya. Mwenyewe aendelee kutuongoza. Tuna dedicate huu mwaka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Mungu atuondolee mabaya. Mungu asimame na kila mmoja wetu, akatutetee, akatuimarishe, akatembee na sisi, maana peke yetu hatuwezi, na pia sio kwa nguvu zetu. Peke yetu hatuwezi na sio kwa nguvu zetu tukaweza kufika mwaka huu. Ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Ni kwamba Mungu ako na mpango na kila mmoja wetu na ataendelea kutulinda. Kwa hivyo mimi naendelea kushukuru Mungu kwa niaba yenu. Naendelea kushukuru Mungu kwa yote tu ambayo amefanya na anaendelea kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Tumeomba na tutaendelea kuomba na tutaendelea kutembea katika njia zake Mwenyezi Mungu. Jumapili ya leo naomba ni vile ni Jumapili ya kwanza ya huu mwaka wa 2026. Naomba tutembee na baraka za Abrahamu, maana sisi ni wazao wake. Kwa hivyo tutapata somo kutoka kitabu cha Mwanzo sura ni ya 12 somo mstari wa kwanza hadi wa 9. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, acha jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayo kuonesha. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Anayekubariki nitambariki, anayekulaani nitamlaani. Kwako wewe nitayabariki mataifa yote ya dunia. Kwa hiyo
Abrahamu akaondoka kama Mwenyezi Mungu alivyomwamuru, na Loti akaenda pamoja naye. Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 75 alipotoka Harani. Alimchukua Sarai mkewe na Loti mwana wa ndugu yake pamoja na mali yao yote na watu wote waliokuwa wamejipatia huko Harani. Wakaondoka kuelekea nchi ya Kanaani. Walipoingia nchini Kanaani, Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka Shekemu, mahali patakatifu penye mti wa mwaloni wa More. Wakati huo Wakanaani walikuwa ndio wenyeji wa nchi hiyo. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Abrahamu akamwambia, wazawa wako nitawapa nchi hii. Basi Abrahamu akajenga madhabahu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyemtokea. Baadaye Abrahamu akaondoka akaelekea mlimani mashariki ya Betheli, akapiga hema kati ya mji wa Betheli upande wa magharibi na mji wa Ai upande wa mashariki. Hapo pia akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu na kumwomba kwa jina lake. Kisha Abrahamu akaendelea kusafiri kuelekea upande wa Negebu. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tena taifa lake Mwenyezi Mungu. Tunapoanza huu mwaka, na nimewaambia hii ni Jumapili ya kwanza huu mwaka wa 2026. Mada yetu ni nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nitakubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nitakubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Mungu anasema kwamba atakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Utajulikana, utakuwa na uzao, jina lako litakuwa tofauti, sio tu jina fulani fulani. Hapana, utakuwa mtu tofauti, jina kubwa, taifa kubwa. Anasema atakubariki, nitakubariki na kulikuza jina lako.
Mungu anaenda kukubariki wewe. Jina lako litaenea. Linaenea kwa mambo mazuri. Nienea kwa mambo mazuri. Litaenea kwa sababu Mungu atakuwa amekutendea mambo makubwa, mambo tofauti, mambo mazuri. Na mwenyewe atafanya hilo jina lako lifanye nini? Lienee. Hayo ni maneno ya baraka ambayo Mungu anamwambia nani? Abrahamu. Na amesema pia nawe uwe baraka. Kuwa baraka ni zaidi ya kubarikiwa, kwamba unabarikiwa na pia kwa sababu yako watu wengine wanabarikiwa. Ujue kuna kubarikiwa. Mtu anaweza kuambia nimebarikiwa, lakini kuwa baraka, yaani uwe kile ambacho kinabariki maisha yako, mahali popote unaenda, watu ambao unakutana na wao, kutokana na uwepo wako katika maisha yao, watu wanabarikiwa. Na anayebariki watu nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kupitia kwako Mungu anayabariki maisha ya watu wengine. Kupitia kwako Mungu anayabariki maisha ya watu wengine. Kupitia kwako mipango ya shetani inaisha nguvu, kwa sababu shetani hataki watu wabarikiwe. Sasa kupitia kwako watu wanamwe experience Mwenyezi Mungu na wanabarikiwa. Na wanabarikiwa zaidi. Sasa unaposikia Mungu anasema uwe baraka, ni kwamba uende
unaenda kuguza maisha ya watu in a positive way. Unaenda kuwa ambassador wa Mungu. Unamuwakilisha Mwenyezi Mungu. Naomba haya maneno ya Mungu, hizi baraka ambazo Mungu anatamka juu ya Abrahamu zitufuate mimi na wewe, sisi wote tutembee nazo katika mwaka wa 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo anza kujiangalia vitofauti. Anza kujiangalia vitofauti. Tumeanza tayari mwaka wa 2026, tuna claim these blessings katika maisha ya kila mmoja wetu, na kama baraka zimetamkwa na Mwenyezi Mungu, hakuna wa kupinga. Baraka zimetamkwa na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo hakuna wa kufanya nini, wa kupinga. Zitafanyika hivyo. Wewe ambao unajiona uko chini, umekuwa chini, Mungu anaenda kutembelea kwa njia ya kipekee na kutamkia hizi baraka ambazo inafaa utembee nazo katika mwaka na kuendelea. Kwa hivyo usijione mtu wa chini hata kidogo.
Usije ukajiona mtu wa chini hata kidogo. Mungu anaenda kukubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomba tuwe baraka kwenye familia zetu, kuwa baraka. Unapofika hapa watu wanafurahi. Kwenye jumuiya zetu, kwenye parokia zetu, kwenye nchi zetu, tuwe baraka. Tuwe nini? Baraka. Tumeambiwa katika somo la leo kwamba basi Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu. Mwenyezi Mungu anakuambia leo, ondoka katika nchi yako, acha jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayo kuonesha. Ondoka. Ondoka. Kuna vitu nitakani uachane. Unaposikia Mungu anasema achana tu na jamaa yako na vitu za karibu, ondoka. Kuna mahusiano fulani nitakani uachane. Kuna vitabia fulani nitakani uondoke na achana nazo. Kuna vitu ambavyo Mungu hapendi, achana nazo, ndio uweze kuenda kukutana na baraka, ndio Mungu akutamkie hizi baraka juu yako. Ondoka, uondoke kabisa. Na anataka uende katika nchi atakayo kuonesha. Namaanisha kwamba tayari unapoondoka kuna kwenye unaenda, hang, hautakuwa mahali umesimama kwamba mi sina pa kuenda. Hapana. Tayari Mungu amekupangia mahali pa kuenda.
Mungu ashakupangia. Kwa hivyo Mungu uko katika plan zake Mwenyezi Mungu. Si eti Mungu anakudisplace, hapana. Anakutoa hapa, anakuweka hapa mahali pazuri. Nchi atakayo kuonesha ni hii, sio hii, ni hii. Mungu yuko na mpango na sisi. Na ukiwa kwenye hiyo nchi, ndio Mungu anakufanya wewe kuwa taifa kubwa, anakubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe nini? Baraka. Ili nawe uwe nini? Baraka kwa maisha ya watu wengine. Baraka kwa maisha ya watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Anayekubariki nitambariki. Kwa hivyo watu wasikuchezee. Watu wengine hata wakitaka baraka, basi wakakubariki wewe. Anayekubariki nitambariki. Anayekulaani nitamlaani. Watu wasije tu wakajiweka kukutamkia mambo mabaya, kukutakia mambo mabaya. Mungu atapambana na wao. Kwa hivyo pia hii ni baraka ya ulinzi. Ndio maana Mungu amesema unaenda kuwa baraka. Ni baraka ya ulinzi. Watu wanakubariki na wanafanya nini? Wanabarikiwa. Na wanataka kung'ang'ana na wewe, wanataka kukusumbua, kukuhangaisha katika maisha, kukulaani, kukuleta vitu za kishetani katika maisha yako. Kutaka kufanya maisha yako yakuwe magumu. Mungu mwenyewe atapambana na wao. Utatetewa na utapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyewe atashughulika tu. Hii inamaanisha kwamba tuishi vizuri. Tuishi vizuri au hatujui Mungu amembariki nani. Sasa ukitembea tembea tu na kulaani watu na kutamkia watu mambo mabaya, utapata laana ya Mungu. Na baraka
kubwa juu nasikia mtu akikwambia nimebarikiwa ama fulani amebarikiwa, muulize niambie mengi kuhusu hiyo baraka. Anakuambia ako na magari, ako na mali, ako vizuri, ako na fedha kwa bank. Hiyo tu ni ka percentage kadogo ka baraka. Baraka kubwa ni kuunganika na Mwenyezi Mungu. Unapounganika na Mwenyezi Mungu, hayo mengine yatafuata tu. Unapounganika na Mwenyezi Mungu, hiyo ndio baraka kubwa. Mungu anakufanya kuwa mtoto wake. Ukiwa mtoto wake Mwenyezi Mungu, mengine yote yatafuata. Mwenye atakulinda, mwenye atakujali, atakulisha, atakuwekea ulinzi. Atakuwekea ulinzi, mwenyewe atatenda mambo makubwa katika maisha yako. Hiyo ndio baraka kubwa ya kuunganika na Mwenyezi Mungu. Tusije tukalimit baraka kwa mali tu za macho, kwamba uko na nyumba, uko na magari nini. Hapana, na watu wako na hizo vitu zote lakini hawajabarikiwa. Kwa hivyo unapounganika na Mwenyezi Mungu, hiyo ni baraka kubwa. Kwa hivyo mtafute Mwenyezi Mungu. Unakutafuta Mwenyezi Mungu ni kutafuta ufalme wa mbingu, na mengine yote yatafanya nini? Yatazidishiwa. Uzima wa milele sio vitu, sio kufanyia kazi chakula ambacho hakidumu. Fanyia kazi chakula ambacho kinadumu. Ekaristi, Yesu mwenyewe, uunganike na yeye. Hiyo ni baraka kubwa. Hiyo ni baraka kubwa katika maisha yako, kuunganika na Mwenyezi Mungu. Kwako wewe nitayabariki mataifa yote ya dunia. Wewe ndio umebeba baraka za mataifa yote duniani.
Umebeba baraka za dunia. Kwa hivyo watu wanaenda kubarikiwa, mataifa yanaenda kubarikiwa kupitia kwako. Mataifa yanaenda kubarikiwa kupitia kwako. Mataifa yanaenda kubarikiwa kupitia kwako. Hizi ni baraka kubwa ambazo Mungu anatamka juu yako tunapoanza huu mwaka wa 2026. Wewe ni link point ya blessings to other nations. Mm. Wewe ni link point ya baraka kwa mataifa mengine, kwa watu wengine. Mungu anaenda kutumia wewe kubarikisha watu wengine. Utaleta watu kwa Mungu, maana tumesema baraka kuu ni kuunganika na Mwenyezi Mungu. Kuunganika na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio baraka kubwa. Unapounganika na Mwenyezi Mungu, hiyo ndio baraka kubwa ambayo mtu anapata. Kwa hivyo kama unaleta baraka kwa watu wengine, inamaanisha utaleta watu wengi kwa Mungu. Utaleta watu wengi kwa nani? Kwa Mungu. Utaleta watu wengi kwa Mungu.
Kwa hiyo Abrahamu akaondoka kama Mwenyezi Mungu alivyomwamuru. Nimesikia Mungu akisema ondoka, achana na hii, achana na hii, ondoka. Chukua hatua katika maisha yako ya kutekeleza yale ambayo Mungu amesema ukafanye. Abrahamu akaondoka kama Mwenyezi Mungu alivyomwamuru. Sasa sisi, wewe, mimi nawe, Mungu anatuamuru tufanye hii na hii na hatutaki, hatuitilii mkazo. Hatuitilii nini? Mkazo. Hatuifuatilii kabisa. Tujifunze kwa Abrahamu. Aliondoka kama Mwenyezi Mungu alivyomwamuru. Amri unatekeleza jinsi ilivyotoka. Amri unaitekeleza jinsi ilivyokuja. Amri ikiwa imetoka kwake Mwenyezi Mungu, basi tukaitekeleze jinsi ilivyotoka. Mungu anatuambia tufanye mambo mengi. Mungu anatuamuru mambo mengi tufanye. Toka hapo. Ametuamuru tutoke kwenye hasira, bado umeshikilia hasira zako. Tutoke kwenye kutosameheana, bado umeshikilia tu kutosameheana badala ya kusamehe watu. Ondoka hapo kwenye chuki, kwenye wivu. Huu ni mwaka mpya 2026, bado uko na chuki na majirani na wivu, roho mbaya. Ondoka hapo kwenye nyumba ya waganga ya wachawi, bado unaenda huko. Hata huu mwaka umeanza, umeenda huko, hatupate baraka. Badala ya kuja kanisani tusome misa, tuwe sadaka, tudedicate mwaka. Hmm. Bado tu unafanya nini? Hutaki kusikia amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa utabarikiwa aje? Maana Mungu anatubariki kwenye utekelezaji. Tukiwa tunatenda
yale ambayo amesema tutende. Mm. Hapo ndio Mungu anatufanya nini? Anatubariki kwenye kutenda yale ambayo ametuamuru tutende. Kwa hivyo jiangalie, Mungu amekuamuru ukafanye nini? Mungu amekuamuru ukafanye nini? Ukasamehe, ukawe mkarimu kwa kanisa, kwa huduma ya Mungu. Acha, kuna vitu nyingi Mungu amesema acha. Achana nazo, acha kufuatilia hizo vitu, zitakusumbua bure, zitakukosesha amani. Kuna mambo mengi mazuri mbele yako. Kuna mambo mengi mema mazuri mbele yako. Mm. Kuna mambo mema mengi mbele yako Mungu amekupangia. Achana na hizi vitu unafuatilia, kupigania mashamba, kupigania uongozi, kupigania hongo, kulaghai watu. Hizo vitu zote achana nazo. Mungu yuko na mpango mkubwa mbele yako. Nenda, fuata sauti ya Mungu, ondoka, achana nazo. Unapoondoka unaachana na mambo mengi. Pia nawaombei neema ya kudetach, ya kuachana na vitu ambazo tumeshikilia katika maisha. Achana nazo, achana nazo.
Achana na vitu zingine, fuata Mwenyezi Mungu akuelekeze. Kuna mahali anaenda kukupea. Mungu atafanya na atafanya kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Abrahamu alimchukua Sarai mkewe na Loti mwana wa ndugu yake pamoja na mali yao yote na watu wote waliokuwa wamejipatia huko Harani, wakaondoka kuelekea nchi ya Kanaani. Walipoingia nchini Kanaani, Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka Shekemu, mahali patakatifu penye mti wa mwaloni wa More. Alienda kukutana na Mwenyezi Mungu. Unaposikia mahali patakatifu, the meeting point with God. Mm. Wakati huo Wakanaani walikuwa ndio wenyeji wa nchi hiyo. Sasa unaona, kwa sababu yako, kwa sababu Mungu amekuambia ondoka, ata displace watu, atatoa watu kwa ajili yako ili we ukae hapo. Hata kama kazi, nchi, mahali pako na wenyeji, Mungu atawaondoa kwa sababu yeye ndiye alikuambia toka huku kuja mahali panifani nitakuonyesha. Akiwa hapo ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Abrahamu akamwambia, wazao wako nitawapa nchi hii. Anaonyesha hii sio ingine, wazao wako nitawapa nchi hii. Basi Abrahamu akajenga madhabahu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyemtokea. Alijenga altari. Altari ni mahali pa ibada, mahali pa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Alijenga. Hii ni kuonyesha kuzidi kuunganika na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kuzidi kuunganika na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kujenga altari ya Mungu. Mungu azidi kuabudiwa katika nchi yako, katika familia yako.
Mungu azidi kuabudiwa mahali popote unaishi, kwa sababu ni yeye anaenda kukubariki. Kwa sababu ni yeye anaenda kukufungulia njia. Jenga madhabahu ya Mungu hapa mahali ambapo umebarikiwa. Umeonyeshwa hapa ni kwako. Madhabahu ya Mungu hulinda hiyo mali yako, italinda hiyo shamba yako, italinda hapo mahali ambapo umeonyeshwa, italinda hiyo kazi ambayo umewekewa katika mikono yako. Mm. Jenga madhabahu ya Mungu. Hii ni sadaka, hii ni majitoleo, hii ni shukrani yako, huu ni mchango wako wa kuendeleza kazi ya Mungu, ya kufanya Mungu akajulikane ulimwengu mzima. Tayari ameanza kuona baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Tayari Abrahamu ameanza kuona nini? Baraka ambazo Mungu ametaja uzao wako, na baadaye atampa ahadi ya mtoto na ataingia into a covenant na Mwenyezi Mungu. Anapoingia kwenye covenant na Mwenyezi Mungu, Mungu sio mwanadamu adanganye. Lazima ahadi zake zitimie. Mm. Lazima ahadi zake zitimie. Kwa hivyo yote ambayo Mungu anakuahidi ataitekeleza. Yote ambayo Mungu anazungumza juu ya maisha yako ataitekeleza. Atafanya nini? Ataitekeleza. Kwa hivyo tunaanza mwaka na baraka. Hata unaposali ambie Mungu, naomba baraka za Abrahamu, baraka ulizomwahidi Abrahamu, baraka za kuunganika na Mwenyezi Mungu, baraka za mali katika mikononi mwako,
na Mungu atakujalia. Mungu atakujalia. Mungu atakujalia kwa sababu unamtumainia yeye, kwa sababu umeweka imani yako kwake Mwenyezi Mungu, umeweka matumaini yako kwake Mwenyezi Mungu. Atakujalia. Na hakuna kuchoka kufanya kazi ya Mungu. Ona vile Abrahamu alifanya. Baadaye Abrahamu akaondoka akaelekea mlimani mashariki ya Betheli, akapiga hema kati ya mji wa Betheli upande wa magharibi na mji wa Ai upande wa mashariki. Hapo pia akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu na kumwomba kwa jina lake. Kisha Abrahamu akaendelea kusafiri kuelekea upande wa Negebu. Pia amejenga madhabahu mengine na akasali. Kuwa mtu wa nini? Wa sala. Kuwa mtu wa kuendelea kusimama na kazi ya Mungu. Kuwa mtu wa kumwabudu Mungu. Unapomwabudu Mungu, unaposali, Mungu mwenyewe anaendelea kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Uvivu wa sala ambao umekuwa nao mwaka uliopita 2025, usiuendeleze katika mwaka mpya. Usiuendeleze. Tunataka uwe mtu tofauti katika maisha yako. Mtu ambaye atakuwa mtu wa baraka. Mtu ambaye maisha yako yatareflect mambo tofauti. Maisha yako yataletea watu wengine baraka. Maisha yako yatafanya watu wakuje kwa Mungu. Maisha yako yataleta watu wengi kumwabudu Mungu, kusali. Hiyo ndio tunataka. Kwa hivyo tubadilike, tuwe watu wazuri, tuitishe baraka za Abrahamu katika maisha yetu, na Mungu anaenda kutuongoza
katika huu mwaka mpya wa 2026. Langu ni kuwatakia kila la heri. Tembea na Mwenyezi Mungu na umsikilize Mwenyezi Mungu na utii amri zake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mungu, na kushukuru kwa huu mwaka mpya wa 2026. Na kushukuru kwa wote ambao wamesikiliza hili somo. Naomba Mungu, hii ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika huu mwaka wa 2026, achilia madirisha ya baraka, fungua madirisha mbinguni, achilia baraka juu ya wote ambao wamesikiliza somo, ukiwabariki jinsi ulivyobariki Abrahamu. Naomba baraka za Abrahamu zitembee katika maisha ya watu wako, zitembee katika mikono zao, maisha yao ya imani. Watu wako waendelee kubarikiwa na kubarikiwa kabisa. Waekee ulinzi, usikubali watu wakawalaani, usikubali watu wakawatamkia mambo mabaya. Waekee watu wako ulinzi kamili, ulinzi kamili ukiwa unatoka kwako wewe Mwenyezi Mungu. Tunaomba neema ya kukufuata kwenye huu mwaka mpya wa 2026. Watu wako wakufuate, wakusikilize wewe, wasirudi nyuma hata kidogo, na zile ahadi na zile baraka ambazo uliweka katika mikono za Abrahamu, hata ukamwambia kwamba atakuwa baraka. Naomba na wao watu wako nao pia wakawe baraka mahali pote wako. Wape amani, wape furaha, wape upendo, wape kazi, wape ndoa. Baraka za mwaka mpya ziandamane na maisha yao. Natamka surprise miracles juu yao. Najua Mungu unaenda kutenda na utatenda kwa kiwango kikubwa sana. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria, mama yetu situache. Endelea kutuombea. Naenda kuwabariki na nawabariki na baraka za mwanzo wa mwaka, na kila baada ya baraka mnajibu amina. Bwana awe nanyi. Mungu aliye chemchemi na asili ya baraka zote apende kuwapa neema, awamiminie wingi wa baraka zake, awahifadhi salama na awakinge na madhara yote kwa mwaka mzima. Awalinde katika ukamilifu wa imani, awajalie ustahimilivu katika matumaini na udumifu katika upendo, mkiwa na saburi takatifu hadi mwisho. Azipange siku zenu na matendo yenu katika amani yake. Ayasikilize maombi yenu kila wakati na popote mlipo, na kuwafikisha kwa furaha katika uzima wa milele. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie
na kukaa nanyi daima. Tumsifu Yesu Kristo. Happy New Year 2026. Mubarikiwa sana. Ni Father Aga. Tuendelee kutembea pamoja kwenye sala na kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mubarikiwe sana.